Bana, jana niliona moja ya interview yangu moja nilifanya ilikuwa na trend sana, ambapo nilizungumzia kuhusiana na, nikasema wasanii wetu yani of course nilipata nafasi ya kwenda South, nikasema niliulizwa kuhusiana na vipi kule wenzetu wanauonaje muziki wa Bongo Flava na nini. Nilizungumza kwamba wenzetu hawana shobo na sisi. Unaelewa? Yani kule South brother hawana shobo na sisi. Na mimi na uhakika kabisa mataifa mengi hana time na muziki wetu, si watu gani hawana time hiyo brother. Wao wanahangaika na sound zetu. Wakati uko kule, wakati tulikuwa tumekaa na washikaji, kwa najaribu kuweka baadhi ya ngoma zetu, unajua. Nikaweka moja ya ngoma ambayo niliweka ngoma ya Komasava. Kwa sababu ngoma ya Komasava ni ngoma kubwa sana. Nikawa nataka kuona reaction yao. Brother, yani unajua watu walikuwa wanacheza, wanaruka, wanakunywa na nini, yani like baada ya kuweka ile nyimbo unaona kabisa wamekuwa bored. Nikabadilisha nyimbo, niliweka si ya Jaiva, nikaweka na ya Jaiva. Nani ya mapiano, nazungumzia hizo ngoma ambazo nimeweka ni ya mapiano. Yani washikaji wanakuwa bored, yani like brother, hebu toa bwana hizo nyimbo tuwekeze. Wanapenda sana saundi zao. Kwa maana yake ni kwamba hawana time kabisa na muziki wetu. Hawana time. Of course wasanii, baadhi ya wasanii wanawafahamu, lakini wanawafahamu ni kama leo hii mimi namfahamu labda King 99 yule kutoka Zimbabwe, si wapi, lakini huwezi kunikuta na play ngoma zake. Si namfahamu si msanii gani kutoka Angola, lakini huwezi kukuta nasikiliza. Yaani kama wewe vile. Ushaelewa? Si unafahamu kuna msanii anatoka Zambia, lakini leo huwezi kukaa unasikiliza msanii wa Zambia, muziki wa Zambia. Kuna msanii anatoka Sudan, huwezi kukaa unasikiliza muziki wa Sudan. Ndio kitu ambacho namaanisha. So wao wanafahamu kabisa Tanzania wana msanii anaitwa Diamond lakini hawana muda. Mshaelewa? Yaani kwa sababu unakuta nyimbo ambazo na play ni sound ya mapiano ambayo kwao sio kitu kipya, ni sound yao. So ili at least wa vibe, na ndio maana wasanii wa Nigeria wanafanya vizuri. Kwa nini South Africa? Wasanii wa Nigeria wanafanya vizuri South Africa kwa sababu wasanii wa Nigeria wanaimba Afrobeat sound ya tofauti ambayo South Africa haipo. Kwa watataka wasikilize sound mpya. Hata zamani wasanii wetu wa Bongo Flava walikuwa wanafanya vizuri South Africa. Zamani walikuwa wanafanya vizuri. Shasikia kina Juma Nature wameshinda tuzo Channel O South Africa huko miaka ya nyuma, kwa sababu sound ni ya tofauti ambayo haipo. Ila sasa hivi sound nyingi zinafanana za kwao, na ndio maana wao hawana time na sound ambazo ni copy yao, wanataka kitu kipya. Umeshanielewa? Sasa lazima niliona watu wengi wakawa wanajaribu kuzungumza kuhusiana na sound yetu. Watu wanasema tuipe nafasi Singeli. Mimi niseme jambo moja. Hao wasanii wetu wakubwa, Diamond, Alikiba, Harmonize, Rayvanny, Mbosso, Mario, Nandi, Zuchu, Suje Melody, Juma Jux, Sui nani, wote wakubwa. Tukitaka kama kweli tunataka tutumie Singeli kama sound yetu, lazima hawa wasanii wakubwa wakubali kuifanya kwa ukubwa na waipe promotion. Yaani watu pekee ambao wana uwezo wa create sound moja then wakasimama nayo ni wasanii. Wala sio mashabiki, wala sio media mtazungumza kwa sababu media mnaimba. Sisi hatuimbi, wanaoimba ni wasanii. So watu ambao wana uwezo, tuna uwezo wa kuwapa jukumu la kuipromote sound na kutengeneza sound yetu mpya ya kimuziki ni wasanii, kuwatumia wasanii brand zao then wa promote wao watake. So tutapiga kelele, sisi sound yetu, sisi tunachukua sound za of course tunachukua sound za wenzetu, lakini wasanii wetu wako tayari kupromote sound mpya, kwa sababu hata sound za wenzetu hizi ya mapiano wana promote ni wasanii. Yaani wasanii wanatoa sound ambayo inateka, kwa sababu wanavuka mipaka, inateka sehemu zingine. Umeshanielewa? So sisi kwanza lazima tukubali kitu kimoja. Lazima tujaribu kuwapa nguvu wasanii wetu wakubwa, wajaribu kufanya sound ambayo ina uwezo wa kukamata, then tuipromote ile sound iwe kubwa. Kwa wasanii wetu, watu pekee ambao wana uwezo wa kuleta sound mpya ni hawa wasanii wetu wakubwa wenye nguvu. So kiukweli hiyo lazima tuitumie kama challenge, na faida ya exposure unajifunza. Unaona watu wanavyo react kuhusiana na muziki wenu. Ukitoka nje utaona tu. Mimi nimeenda Jos Pretoria, unaelewa? I think watu wanaoishi kule wananielewa ninachozungumza. Watu wanaoishi kule wananielewa. Mimi nimeenda clubs,
unakaa kabisa unasubiri kusikia at least hata ngoma ya Bongo Flava inachezwa. At least wanaokaa South watakuwa wananielewa ninachozungumza. At least usikie hata sound yetu inachezwa. Brother, hola. Sound unazosikia ni za kwao na Afrobeat akina Burna Boy. Tena Nigeria sio wasanii wote, wasanii wakubwa, Burna Boy, Wizkid, Rema, Ashake, Davido, unawasikia Tems, Iris Star, hawa ambao wana majina ndio unasikia unasikika kule, lakini wale wa South wana sound zao. Na mimi na uhakika kile ambacho nimekiona South kipo kwenye mataifa mengi, kipo kwenye mataifa mengi. Huenda labda hiyo siku ambayo mimi nimeenda ilikuwa siku mbaya, ngoma yetu haijachezwa, au hizo siku ambazo nimeenda mimi zilikuwa ni siku mbaya. So bongo mbaya sijasikia bana. So maana yake tutafanya nini ili tuweze kupromote sound yetu? Juzi nilitolea mfano, wasanii wa South Africa nao wana bongo wanakuwa kama wameshafanya kama shamba la bibi yani. Of course hatuwezi kuwalaumu kwa sababu sisi sound yetu haiwavutii watu, haivuki. Wameshafanya kama shamba la bibi. Yaani msanii mmoja akitoa hiti moja South Africa, bongo ni msanii mkubwa, ngoma yake itachezwa mapiano kila kona. Nilitolea mfano mtu kama Caesar. Caesar sio kwamba ni msanii anatisha kiivo brother. Sio kwamba msanii anatisha. Sio kwamba ana hiti hata 5, si moja, si 2. Lakini jamaa kija Tanzania msanii mkubwa. Anafanya show tena kwenye clubs za expensive Dar es Salaam. Kaenda Kilimanjaro kafanya show. Scott Mapuma huyu hapo. Yaani sio kwamba brand yake ni kubwa kiivo kuliko wasanii wetu. Lakini jamaa anytime, any days akija bongo anafanya show na atajaza. Kafanya show kubwa sana pale Superdome. Yaani hata akija kesho atafanya poa. Lakini msanii mdogo, lakini kwa sababu sisi tumeshatekwa na saundi zao. So sound imeingia kwetu, tunawataka wasanii ambao wameimba ile saundi. Wasanii wetu wakubwa wenye brandi kubwa ukiwapeleka kule hawezi kufanya show. Ili ndio uone kwamba wenzetu hawana time na wasanii wetu, hawana time na muziki wetu, hawana time na sisi. Hawana. So tutafanyaje? Ni kitu ambacho sasa hivi nataka tuanzishe debate. Tutafanya nini na sisi? Hata wasanii wetu, msanii akitoa hiti moja akafanya show nje, tuwe na sound yetu ya unique. Mtu atanambia lugha, tutasema wasanii wetu wanaimba Kiswahili. Brother, ama piano wanaimba lugha gani? Sound ya Hussein na mambo ya lugha. Ama piano inaimba lugha gani? Inaimba Kiingereza, inaimba Kiswahili. Wao wanafanya vizuri na tujue hata wanamaanisha nini. Vijana wetu Tanzania wanakaririsha mapiano, hawajui hata maana yake. Kwa nini sisi tusikomee na Kiswahili tukafanya nyimbo zetu kwa sound yetu ya Kiswahili ya tofauti, sound ya tofauti? Then utakuwa unamwambia kama sound inavutia itashindwa kuchezwa kule. So mimi swala la lugha wala nitoa. Otherwise mniambia sababu nyingine, production, quality ya production ndio tatizo. Then wasanii wetu wanaimba Afrobeat, Afropop, Bongo Flava, singeli, huyu mapiano, huyu ni. So kila msanii ana sound, kila msanii anaimba cha kwake. Hatujakomana. Angalia wa South brother, wanakomana sound mbili sasa hivi, ama piano na 3 step. Ndio sound ambazo wanakomana nazo kuzipromote, ama piano na 3 step. Sisi pia lazima tuwe na sound ambayo tunaipromote. Wa Nigeria wamepromote Afrobeat. Ukienda nje ukisema Afrobeat watu wanaamini ni Afrika. Kumbe inatoka Nigeria tu, na wakati Afrika kuna sound nyingi. Kwa sababu wamepromote wasanii wakubwa. Sisi ndio shida. Hatuwezi kujimention katika miongoni mwa mataifa wanaofanya muziki mkubwa kama hatuna sound yetu. Angalia ukaenda Kongo wana sound yao. Nigeria wana sound yao. South Africa wana sound yao. Hata hapa Kenya wana nini inaitwa Abaton inaitwa nini Abaton, nafikiri wana sound yao, wanataka kuipromote. Lakini why sisi hatuna sound yetu? Kwa hiyo sisi kama tunataka kujiweka kwenye mataifa yenye muziki mkubwa Africa, we have to create our own sound. Wasanii wetu wanatapatapa tu. Ni ngumu sana. Hiyo nitaka nianzishe mjadala kama huo, tujue tunatoa maoni gani. Mimi nataka nasubiri comment zenu hapo chini. Unahisi nini cha kufanyika ili na sisi tuweze, msanii kitongo ngoma moja au mbili akatikisa South Africa, akatikisa Nigeria, tufanye nini? Lugha ondoweni. Lugha sio kigezo. Somo piano anafanya vizuri bongo na sio Kiswahili wala sio Kiingereza. Naomba tuje na sababu zingine. Twendeni chini hapo.